Kueleza wanasimba wote duniani, kwanza nichukue nafasi hii kushukuru uongozi wa soko la Temeke Stereo kwa kuturuhusu na kutupa kibali cha kufanya mkutano wetu ndani ya soko lao. Tunafahamu muda huu ni muda wa mauzo na muda wa manunuzi na pilika ni nyingi sokoni, lakini wameridhika sisi tuje hapa tufanye shughuli yetu. Na kwa mantiki hiyo basi nichukue nafasi hii kumkaribisha meneja wa soko walau awasalimie wana Stereo, awasalimie wana Simba, na baada hapo tutakuja kuelezana yale ambayo tumedhamiria kuzungumza hii leo mbele yenu waandishi wa habari, mbele yenu wana Stereo na mbele yenu wana Simba Sports Club kuelekea mechi yetu ya tarehe 23, mechi ya kwanza ya hatua ya makundi ya ligi mabingwa barani Afrika. Meneja, karibu sana. Simba! Simba! Ubaya! Kwa niaba ya mkurugenzi wangu wa halmashauri ya manispaa Temeke, mkuu wa idara ya biashara na viwanda na uwekezaji, jina langu ni Godfrey Edward Asikile, meneja masoko manispaa Temeke. Ubaya! Naomba wana Simba wote na wadau wengine wote niwakaribisheni sana kwenye soko letu la Temeke Stereo, soko ambalo ni kubwa kati ya masoko makubwa Tanzania, na hili ni soko ambalo naweza kusema ni kubwa hata Afrika Mashariki na Kati. Kwa ukubwa wa soko la Temeke Stereo, nina imani kabisa ni heshima ambayo imepewa, kwa sababu hata Simba ndio timu kubwa kama ambavyo wote tunajua. Ubaya! Na kama ilivyo Temeke Stereo ina mashabiki wengi sana wa Simba Sports Club, hata mimi mwenyewe nikiwa mmoja wapo. Ubaya! Kwa maneno machache haya niliyoyasema, naomba niwakaribisheni sana wadau wote tushirikiane kwa mwaka huu. Na mwaka huu kama dilivyo hatuna utani, si ndivyo? Naomba mimi nisiwe mwongeaji, nimwachie mwenyekiti, nimwachie mwenye kikombe hiki aendelee. Asanteni sana. Asante meneja. Ndugu zangu waandishi wa habari, tuko hapa katika soko la Temeke Stereo kwa ajili ya kutoa taarifa kuhusiana na maandalizi kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23 wa ligi mabingwa Afrika dhidi ya Petro Atletico di Luanda. Kwanza nianze kwa kutangaza rasmi ya kwamba mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya makundi ya ligi mabingwa Afrika baina ya Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico di Luanda
utapigwa siku ya tarehe 23 ya mwezi wa 11 saa 10 kamili katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tumelazimika kuitangaza kwa utuo tarehe hiyo kwa sababu hapo awali kulikuwa na taarifa mkanganyiko juu ya tarehe ya mchezo huu, na kwa mantiki hiyo basi kila mwana Simba hii leo atokee taarifa hii rasmi kutoka klabu ya Simba ya kwamba mechi yetu itakuwa ni tarehe 23 saa 10 kamili kunako dimba la Benjamin Mkapa. Awali ratiba ya kwanza ambayo CAF alitoa, walitupangia mechi yetu iwe siku ya Jumamosi saa 1 kamili, siku ya tarehe 22. Kwa kuwa siku hiyo imekaa vibaya na muda huo wa saa 1 usiku sio muda mzuri wa machinjio, ikatulazimu kuomba kunako mamlaka, na tunashukuru mamlaka ya mpira wa miguu Afrika CAF ikaridhia maombi yetu na kuamua kutupangia mchezo wetu katika siku, tarehe na saa ambao sisi Simba Sports Club tuliiomba awali na tulitaka siku hiyo, siku ya tarehe 23. Maandalizi ya timu yetu yanaendelea tangu tumemaliza mchezo wetu wa mwisho dhidi ya JKT Tanzania. Wachezaji wakapata muda kidogo wa kupumzika kwa wale ambao hawana majukumu ya timu ya taifa, na baada ya mapumziko ya siku chache wakarejea tena katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena na kuanza program ya mazoezi. Hii inakwenda wiki ya pili sasa tangu tumeanza maandalizi full kuelekea katika mchezo wetu. Wachezaji wote wapo katika hali nzuri, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na juzi tumecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya maswahiba wetu JKT Tanzania na tukamnywa goli 6-0. Ushindi sio nishu muhimu sana. Nishu muhimu ni namna gani meneja Dimitar Pantev ametumia mchezo huo kutengeneza mipango yake ya kimauaji kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23. Kuelekea katika mchezo huo tutaendelea kuwakosa wachezaji wetu wawili. Nina mlango Musa Pinpin Kamara ambaye ameondoka jana, amekwenda Morocco kwa ajili ya matibabu, na kesho Mwenyezi Mungu akijalia ndiyo siku yake ya kufanyiwa upasuaji, na baada ya kufanyiwa upasuaji atakaa nje kwa takriban wiki 10 mpaka 8, kwa maana miezi miwili fulani hivi atakosekana kwenye kuitumikia Simba Sports Club. Lakini tutaendelea vile vile kuikosa huduma ya beki wetu Abdulrazak Hamza ambaye bado anaendelea na matibabu, na yeye vile vile wiki hii yuko mbioni kuelekea Morocco kwa ajili ya kwenda kufanyiwa vipimo zaidi ili tuweze kuona amefikia wapi katika matibabu yake. Lakini taarifa njema zaidi kwetu ni kwamba kiungo wetu mshambuliaji Mohamed Bajaber, yeye ameshapona kwa 100% na sasa yuko tayari kuanza kuitumikia Simba Sports Club. Ameshafanya mazoezi takriban wiki 2 na sasa ameanza kutengemaa kwa ajili ya kuitumikia klabu yetu. Na juzi kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania alipata nafasi ya kucheza na amecheza mwanzo kwa dakika 30 na baadaye mwalimu akampumzisha. Kwa hiyo kwa sasa ninawatangazia rasmi wana Simba ya kwamba Mohamed Bajaber yuko tayari kuanza kuitumikia Simba Sports Club. Ninafahamu wengi tulikuwa na shauku kubwa, wengi tulikuwa na hamu kubwa, wengi tulikuwa na mzuka wa kutosha wa kumuona Mohamed Bajaber, na mimi niwaambie wana Simba ya kwamba Bajaber yuko tayari kuanza kuonesha makali yake.
ratiba ya hamasa. Kwa kufahamu umuhimu wa mchezo huu, thamani ya mchezo huu na kile ambacho tunakihitaji katika mchezo huu, tumewekeza nguvu kubwa sana kwenye hamasa ili kuhakikisha kwamba tunashawishi na kuvutia mashabiki wengi zaidi waweze kuja uwanjani. Tunachokitaka tarehe 23 ni kuijaza Benjamin Mkapa, na hili ni jambo ambalo halinaga wasiwasi na Simba Sports Club. Na sisi tunachokitaka siku hiyo ni alama 3 tu, tuwe tumeianza vema kampeni yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ndugu zangu ni waandishi wa habari, ndugu zangu ni wana Simba, ndugu zangu ni wana Stereo, Benjamin Mkapa inaingiza mashabiki 60,000. Wana Simba wa hapa Stereo tu wakiamua wenyewe, kila mmoja akaamua kununua tiketi hapa Stereo sokoni tu, Benjamin Mkapa inajaa Stereo peke yake, bila watu kutoka Magomeni, kutoka Chanika, wala kutoka Mbezi, wala kutoka Mbagala. Tuwahitaji watu wa Stereo peke yake, wakiamua wanaujaza uwanja Benjamin Mkapa. Na siku hiyo ya tarehe 23 tunatakiwa kuijaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Sisi Simba Sports tumechagua kubaki Benjamin Mkapa. Nadhani wote nyie ni mashahidi namna gani watu wanaugwaya uwanja Benjamin Mkapa, namna gani watu wanauogopa uwanja Benjamin Mkapa, namna gani watu wameushindwa uwanja Benjamin Mkapa, namna gani watu hawauwezi Benjamin Mkapa, namna gani watu wanapwaya Benjamin Mkapa. Lakini sisi tumesema piga ua, tunabaki Benjamin Mkapa. Na jeuri ya sisi kubaki Benjamin Mkapa, uwanja mkubwa, jeuri hii tunaipata kutoka kwenu ninyi mashabiki wa Simba. Tuna imani na tunaamini tukiwaita mnakuja 60,000, na ndiyo maana tukasema sisi hatuendi kwenye kiwanja cha watu 12,000, tunabaki hapa hapa Benjamin Mkapa kwenye kiwanja cha watu 60,000, kwa sababu watu hao 60,000 Simba Sports Club tunao na tunawahitaji tarehe 23.